Kwa majina naitwa John Seka, mimi ni wakili wa walalamikaji katika shauri la uchaguzi linaloendelea hapa katika mkoa wa Kigoma, na ni shauri la uchaguzi wa jimbo la Kigoma mjini. Katika shauri hili walalamikaji wanne ambao ni wapiga kura wanamlalamikia ndugu Clayton Revocatus Chipando ambaye anajulikana kama Baba Levo kwa namna ambavyo aliteuliwa na kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Sasa siku ya leo tumekuwa na kesi ambayo ilisikiliza mashahidi 6 na hivyo kufanya sasa mpaka tumemaliza jioni ya leo tukiwa tumefanya jumla ya mashahidi 7 kati ya mashahidi 16. Msingi wa mashahidi wengi wa leo ulikuwa ni kuongelea yale ambayo waliyaona kwenye mikutano mbalimbali ya kampeni. Sasa katika mikutano hiyo ya kampeni, mambo mengi yaliyokuwa yamejitokeza ni yale ambayo ni hoja zinazobishaniwa. Hoja zinazobishaniwa ni hoja kuhusiana na mambo ya udini, kwamba Baba Levo kwenye kampeni zake alitumia hoja nyingi za udini ili kuweza kupata ushindi na kuwashawishi wapiga kura. Jambo jingine ambalo limekuwa likijadiliwa sana ni hoja kuhusu matumizi ya rushwa na takrima, nalo mashahidi nao kwenye siku ya leo wameliongelea kwa kina. Jambo jingine ilikuwa ni kuvurugwa kwa taratibu za uchaguzi na sheria za uchaguzi, hasa na mambo yanayohusiana na namna ambavyo mawakala waliondolewa kwenye vituo, nalo mashahidi wameliongelea. Lakini jambo la mwisho kabisa ni kuhusu rushwa na takrima, nalo limeongelewa, na matumizi ya mabavu na nguvu zisizo za kawaida zilizofanywa na Baba Levo na wasaidizi wake ambao ni walinzi wake binafsi. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo mashahidi leo wameongelea kwa kina, wakiyaelezea kwenye mazingira mbalimbali na matukio mbalimbali yaliyokuwa yanatokea katika jimbo la Kigoma mjini ambayo inasemekana Baba Levo aliyafanya. Kwa hiyo baada ya mashahidi wa upande wangu kuyaeleza hayo, walipata fursa ya kuhojiwa kwa kina na mawakili wa serikali na mawakili wa Baba Levo ili kuweza kung'amua au kuweka mashimo kwenye ushahidi huo. Tunaamini na wao wamefanya kazi yao kama ambavyo sheria na taratibu zinataka, na sasa tunaachia mahakama baada ya kumaliza ushahidi wetu, na pale ambapo itaonekana kuna kesi ya kujibu baada ya kumaliza ushahidi wa serikali basi na ushahidi wa Baba Levo, mahakama itapima ni nani na kati ya mashahidi wetu na mashahidi wa serikali anasema ukweli, alafu mahakama baada ya kupima mizania hiyo itaweza kufanya uamuzi kama ubunge wa Mheshimiwa Baba Levo utenguliwe au aendelee kuwa mbunge kwa sababu ushahidi haujajitosheleza. Kwa hiyo hayo ni mambo yatakayotokea mbeleni baada ya kumaliza ushahidi wetu, lakini kwa sasa siku ya kesho, siku ya Alhamisi, tutaendelea tarehe 9, tutaendelea na mashahidi wengine wa upande wa walalamikaji, alafu Mungu akijalia tukimalizana nao tutafunga ushahidi wetu. Kwa majina anaitwa Emmanuel Thomas Msasa, ni wakili wa Clayton Revocatus Chipando. Kwa siku ya leo tumeendelea na usikilizwaji wa shauri la uchaguzi, na kwa siku ya leo wameleta mashahidi karibia 6. Kwa mpaka sasa wamefikisha mashahidi 7. Kwa upande wetu sisi, kwa sababu kwa mujibu wa sheria za uchaguzi maelezo ya mashahidi wao wote tunayo. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kadiri inavyoweza kusoma mashahidi, maelezo ya mashahidi na kuandaa maswali ya dodoso ambayo ni maswali ya msingi ambayo yanajikita kwenye shauri lenyewe la uchaguzi. Lakini pia kwa namna moja ama nyingine maswali yetu kwa asilimia kubwa yanajikita kulingana na ushahidi waliouleta, ambao asilimia kubwa ya ushahidi wao umejikita kwenye linki za Facebook, Instagram na YouTube. Kwa hiyo maswali yetu makubwa na ya msingi yanajikita huko kuhusiana ni nani alirekodi, ni nani alirekodi na vifaa gani, hizo video walizichukuaje, zilifikaje kwa walalamikaji, zilifikaje mahakamani,
Kwa hiyo hayo ndio maswali ya msingi ambayo tunajikita kuhakikisha kwamba kuonesha kwamba hizo video authenticity yake haiko proper, lakini sio tu haiko proper, na kuonesha kwamba hata chain mnyororo wa upatikanaji wa hizo video una shida kwa jinsi ya maswali ambayo sisi tunayahoji. Lakini pia tunahoji na kuonesha credibility ya baadhi ya mashahidi ambao wamekuja kutoa ushahidi hapa mahakamani, kwa sababu wengine wanasema kwamba wapiga kura hawakupiga kura. Kwa hiyo tunajitahidi kuwauliza ni mpiga kura anakuwa na sifa gani, na ili aweze kuwa ni mpiga kura. Kwa hiyo ni mambo ya msingi ambapo naendelea kuwasisitiza na kuwasihi wananchi wa jimbo la Kigoma mjini kuweza kuhudhuria shauri hili na kusikiliza wenyewe wajionee, kwa sababu hii ni kesi kubwa yenye maslahi makubwa kwa wananchi, hasa wapiga kura, na kuhakikisha kwamba mahakama inatenda haki kulingana na ushahidi ambao umeletwa na kulingana na jinsi tunavyowauliza. Na sisi pia kama mahakama itaona kwamba baada ya wao kutoa ushahidi wao, kama itaonekana tutakuwa na kesi ya kujibu au la, basi tutaona ni namna gani tunaweza kujitetea kuhakikisha kwamba mizania ya kihaki inatendeka kwa pande zote. Hizo hoja sisi bado tunaona sio hoja za mashiko ambazo mahakama inaweza ikazizingatia, kwa sababu hoja zao zote zimejikita kwenye video, sio hoja ambazo ni za wameziona moja kwa moja kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo sisi tunaendelea kusisitiza na kuuliza maswali katika engo hilo, na kuendelea kusisitiza kuuliza maswali na kuona kwa namna gani walichukua hatua kama kweli hayo matendo yaliweza kutokea, kama waliwahi kuripoti kwenye tume kwa ajili ya kuhakikisha kwamba labda maadili ya kiuchaguzi hayakufuatwa, kama ni vitendo vya rushwa kama waliripoti kwenye vyombo vyenye mamlaka, kwa mfano TAKUKURU, kama ni vitendo labda vya utekaji kama waliripoti polisi, kwa sababu kwa asilimia kubwa ya mashahidi wote wanaosema vitendo hivyo wanasema hivyo vitendo vyote vimesharipotiwa polisi na polisi wanaendelea na uchunguzi. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba vyombo ambavyo pia vimepewa jukumu hilo la kufanya shughuli hiyo, na imani vitaendelea kufanya shughuli hiyo. Ndio maana tunaendelea kuwadodosa kama vitu hivyo viko polisi na shughuli polisi wanaendelea na uchunguzi, wanaanzaje kusema kwamba vitendo hivyo vilifanyika na wakati hata polisi bado hawajachukua hatua, au hakuna chombo chochote cha mahakama kilichokwisha watia hatiani hao wote ambao wanawataja kwa namna moja ama nyingine kwamba walifanya vitendo hivyo. Kwa sisi tunaendelea, jukumu letu kwenye kesi hii kubwa ni raise doubt kwa kile ambacho wao wanakiongea, kwamba kile wanachokiongea hakina ukweli kwa namna moja ama nyingine. Kuna matobo ambayo wanayaleta, sijui unanipata. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba sio mambo ya kweli, wanayaleta tu kwa namna ambayo hayana udhibitisho ambao ni wa kutosha kama sheria inavyotaka.